Tuko hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete ambapo mkutano mkuu wa 39 wa ALAT umefanyika hapa, na mgeni rasmi ambaye amezindua mkutano huu ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ni mkutano ambao umehudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo viongozi, mamea wa majiji, na hapa niko na meya wa jiji la Tanga, Mheshimiwa Shilo. Kubwa tunataka kufahamu kwanza anazungumziaje siku ya leo uzinduzi huu wa mkutano mkuu wa ALAT wa 39. Mheshimiwa Shilo, nini ambacho umejifunza na unaweza kuzungumza? Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Sisi kwanza kama ALAT Taifa tunafurahia kufanya mkutano wetu wa 39 katika makao makuu ya serikali na chama hapa jijini Dodoma. Lakini furaha kubwa zaidi ni kumpata mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Rais wa serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Pamoja na shughuli zake nyingi na majukumu yake makubwa, lakini amekubali kuja kutufungulia mkutano huu. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Na hasa ukizingatia jumuiya hii ya serikali za mitaa iko chini ya Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali ya Mitaa ambayo iko chini yake. Kwa hiyo tumeshukuru na tumefurahi sana. Lakini tumefarijika na maneno yake mazuri yenye busara, hekima na ya kututia moyo, na tumepokea maelekezo yote aliyotupa kama ALAT Taifa na katika ALAT Mikoa tumeyapokea, na tutakwenda kutekeleza kwa nguvu na kwa jitihada kubwa ili kuendelea kumtia moyo katika maono yake ya kuiongoza nchi hii kwa weledi na umahiri kama alivyofanya katika kipindi hiki. Sawa. Mheshimiwa Shilo, moja ya maagizo ambayo ametoa Mheshimiwa Rais ni usimamizi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani katika halmashauri zetu, na wewe ni meya jiji la Tanga. Pengine kwa maagizo ya Rais mmejipangaje sasa kama wawakilishi kutoka mkoa wa Tanga? Hili ni jambo endelevu. Suala la usimamizi wa makusanyo na matumizi ni jambo endelevu. Lilianza, linafanyika na litaendelea kufanyika. Kila siku tunataka tufanye kitu kilichokuwa bora zaidi. Kwa hiyo sisi kama halmashauri ya jiji la Tanga, mfano nataka nikwambie, tumeipokea halmashauri ile mwaka 2020-2021 ikiwa inakusanya bilioni 15. Lakini tunakwenda kuiacha halmashauri ile ikiwa sasa inakwenda kukusanya mapato ya bilioni 25 kwenye mwaka wa fedha 25-26. Kwa hiyo naweza kusema ndani ya miaka hii mitano ya uongozi wangu na baraza langu tumekwenda kuongeza tija ya makusanyo kutoka bilioni 15 mpaka bilioni 25, zaidi ya bilioni 9 kadhaa na milioni kadhaa. Kama kutakuwa na mkoa ambao umepata bahati kwa mwaka huu 2025 ni mkoa wa Tanga, ambao Mheshimiwa Rais amefanya ziara ya kikazi wiki nzima alikuwa Tanga, na miradi mingi ya kimkakati na ya kimaendeleo ameizindua. Wewe kama meya wa jiji, ziara ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mkoa wa Tanga imeacha athari gani na tija gani kwa mkoa wa Tanga? Athari aliyoacha Mheshimiwa Rais ni imani ya wananchi juu yake na mapenzi makubwa aliyoonyesha kwa wananchi wa Tanga. Amesambaza upendo kwa watu wa Tanga, kwa sababu Mheshimiwa Rais ndani ya miaka 4 hii ametufanyia vitu vikubwa sana. Zaidi ya trilioni 3 zimekuja katika mkoa wa Tanga. Katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Kwa hiyo sisi watu wa Tanga tunasema kauli yetu fupi kwamba Tanga tumemverify Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini Tanga hatuna deni naye, ila yeye ndio anatudai, tunakwenda kumlipa 25 Oktoba. Kuna miradi mingi sana ya kimaendeleo ikiwemo bomba la mafuta ambalo liko Chongoleani, liko katika mkoa wa Tanga, jiji la Tanga. Kuna barabara Tanga Pangani Saadani iko kule, lakini tumeona pia shule ya wasichana ya sayansi. Kwenu nyie kama wanatanga, hili mnalizungumziaje? Zote hizo ni fursa, na ni fursa hizi zimekuja katika kipindi mwafaka, na tunaahidi kuna kutoka hisani kuna rudi hisani. Dr. Samia ametutendea wema mkubwa sana watu wa Tanga, lakini tunaamini sisi watu wa Tanga tuna nafasi kubwa kwenye moyo wa Dr. Samia. Kwa hiyo tutamuonesha mwaka 2025 Oktoba kwa kuhakikisha kwamba mkoa wa Tanga ikimpendeza Mwenyezi Mungu ndio utakuwa mkoa wa kwanza utakaoongoza kwa kura za rais. Moja ya changamoto ambayo ameongea mkuu wa mkoa na rais pia akasisitizia wazazi na walezi wawahimize watoto kufanya kazi. Imeonekana vijana wengi wa Tanga ni wavivu katika kufanya kazi na katika kuwajibika. Wewe kama meya, kama mstahiki meya jiji la Tanga, hili kwako unalizungumziaje, na ni message gani ambayo kwako umeipokea kutoka kwa viongozi hawa? Suala la tabia ni suala linalobadilika taratibu. Tutaendelea kutoa elimu na kuhamasisha vijana wetu ili waweze kujituma na kufanya kazi. Tunaamini kwamba hakuna aliyezaliwa na kilema cha kutokufanya kazi. Kwa tunaamini muda si mrefu watu wa Tanga wale wachache waliokuwa na tabia hizo wanabadilika.
kuna mabadiliko gani ambayo sasa hivi mkoa wa Tanga mnaweza mkajivunia kutokana na uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka 4 hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan? Nini ambacho watu wa mkoa wa Tanga mnaweza kujivunia? Tunajivunia vitu vingi. Tunajivunia maendeleo makubwa sana. Tunajivunia makusanyo ya fedha za mamlaka ya mapato Tanzania. Tunajivunia makusanyo ya fedha za halmashauri zetu, na tunajivunia shughuli za kimaendeleo ambazo tumezifanya ndani ya miaka 4 hii. Mfano, halmashauri ya jiji la Tanga imeweza kutoa mikopo ya bilioni 5.4 kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, bilioni 5.4. Kwa tunajivunia vitu ambavyo havikuwepo huko nyuma. Kwa tunaamini vitu hivi tulivyofanya vimeakisi shughuli za kila siku za wananchi wetu, na wananchi wamepiga hatua katika maendeleo. Moja ya sifa mkoa wa Tanga alikuwa ni mkoa wenye viwanda vingi, lakini baadhi ya viwanda vimekufa na kupunguza ajira kwa wakazi wa Tanga. Mkakati gani ambao mko nao kuhakikisha Tanga inarudi Tanga ya viwanda na uchumi unakuwa zaidi kupitia viwanda? Tuna mikakati jumuishi, mikakati ambayo inafanywa na jiji, lakini mikakati inafanywa na serikali kuu kupitia mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ndani ya muda huu mfupi wa miaka 4 viwanda 4 vipya vimejengwa na vile vya zamani vinafufuliwa, lakini tumetenga maeneo ya uwekezaji. Kwa tunaamini kwamba muda si mrefu Tanga itarudi kwenye hadhi yake. Kukamilika kwa viwanda hivi 4 na kuanza kufanya kazi kutakuwa na tija gani kwa wakazi wa Tanga? Tija iko wazi, inaeleweka. Nimezungumza hapo awali kwamba mapato ya serikali yameongezeka kwa kukusanya kodi mbalimbali na tozo mbalimbali za halmashauri, lakini pia ajira sasa hivi zimeongezeka, vibarua wameongezeka, na mji umekuwa na mzunguko mkubwa wa fedha.